Mtazamaji, hii ni Amash Online TV, na kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho nimekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Mhina. Katika kuhakikisha vyama vya ushirika vinasonga mbele, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amezitaka taasisi zinazohusika na ushirika ikiwemo ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa wa Tanga kwa kushirikiana na maafisa ushirika wa wilaya wanaongeza kasi ya usimamizi wa vyama vya ushirika ili kuhakikisha vinaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Balozi Dr. Batilda Buriani ametoa rai hiyo mjini Korogwe alipokuwa kwenye hafla ya uzinduzi wa jukwaa la 8 la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga. Taasisi zinazohusika na ushirika ikianza na ofisi ya mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na maafisa ushirika wa wilaya tunaendelea kuongeza kasi ya usimamizi wa vyama vyote vya ushirika ili kuhakikisha vinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa hivyo tuendelee na kasi hiyo. Kama ambavyo wenzetu kwenye kilimo tuna maafisa ugani, maafisa ushirika na wenyewe wanatakiwa wawe site, wapite wasaidie, sio wawe vikwazo. Wasaidie kuhakikisha kwamba ushirika unasonga mbele bila changamoto. Kama kuna changamoto, wawe ndio watatuzi na kusaidia jinsi gani na kutoa mawazo jinsi gani ya kutatua changamoto hizo. Ama kwa waheshimiwa kwa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, tuhakikishe kwamba tunadhibiti kamilifu utoroshaji wa mazao ili wakulima wanufaike na bei nzuri kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga Dr. Godwin Maimu amesema jukwaa hilo limekuwa sehemu muhimu ya kutathmini mafanikio na kujadili changamoto na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa hiyo sisi sote tunakutana katika jukwaa, na dhumuni kuu la jukwaa la ushirika kimsingi moja ni kuangazia mafanikio yale ambayo wanaushirika kwa pamoja tumeweza kuyafikia, lakini mbili, kuweza kuchambua kwa pamoja changamoto mbalimbali zinazovisibu vyama vya ushirika, na tatu, kutafuta majibu ya changamoto hizo katika dhana ya ushirika. Baadhi ya wadau kutoka taasisi rafiki kwa vyama vya ushirika akiwemo afisa bima kanda ya kaskazini mamlaka ya bima Tanzania TIRA Bwana Goodluck Masawe amesema uwepo wa majukwaa kama haya yanasaidia kutoa fursa mbalimbali kwa wadau, huku Bwana Charles Kweka makamu mwenyekiti wa ushirika umwagiliaji Mombo akisema jukwaa hilo litawasaidia kupata soko la bidhaa wanazozalisha. Sisi kama TIRA pia uwepo wetu kupitia majukwaa ya ushirika kama haya yanatupa nafasi ya kukutana na wananchi moja kwa moja na wadau mbalimbali, na tunatambua hawa ni wawekezaji pamoja na wana ushirika katika maeneo mbalimbali. Unakuta kuna watu ambao ni vyama vya ufugaji, kuna vyama vya sakosi, lakini pia hao wote kwa pamoja kuna jinsi ambavyo wanajikita katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi. Sasa inapotokea watu hawa wamekatia bima mali zao au wamekatia bima uwekezaji wao, pale inapotokea kuna changamoto ya madai, pale wanapodai sasa kulifidiwa kutoka kwenye makampuni ambayo tumeyasajili, ndipo sisi TIRA tunakuwepo kama taasisi ya serikali ambayo tunasimamia sekta hii ya bima kuhakikisha tunawasaidia katika kutatua au kusikiliza malalamiko mbalimbali, kwa sababu moja ya kazi ambayo TIRA tunaifanya ni kushughulikia malalamiko ya wananchi. Sasa watu wanaokuja katika majukwaa kama haya, wapo watu wengine ambao ni wawekezaji, unakuta wengine ni wafugaji kama ulivyosikia. Kuna mmoja mdau analalamika kwamba akitokea amekatia mali zake, kwa mfano ufugaji ng'ombe, alafu amekufa labda, pengine kama kampuni ya bima ni muda gani mnachukua katika kutatua au kushughulikia madai kama hayo? Sasa unakuta wakati mwingine madai kama haya huwa yanachukua muda mrefu kushughulikiwa na makampuni yetu. Sasa wanapokuja kwetu wanaleta kama lalamiko, sisi kazi yetu kubwa ni kuwasikiliza na kutatua hizo changamoto zao katika kuhakikisha haya makampuni ambayo tumeyasajili kupitia miongozo ya kushughulikia madai tunawafuatilia, inakuwaje dai kama hili limechukua muda mrefu. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo tunaifanya TIRA kuwepo katika majukwaa kama haya ni kupokea na kuyashughulikia malalamiko ya wananchi pamoja na wadau kama hawa katika maeneo yao, ili wakiwa wanakingwa na bima wawe na uhakika kabisa kwamba watapata fidia. Baada ya kukutana na wadau hao, kwanza soko la mchele wanaozalisha pale litakuwa limeongezeka, sababu kuna wadau wenzetu pia ambao ni washirika hawalimi zao la mpunga ambao wanalima mazao mengine. Baada ya kuona bidhaa ambazo tunaonyesha hapa wamezipenda,
Kwa hiyo ina maana kwamba watakuja kuendeleza soko letu la mchele, litakuwa limeboreka na wakulima au washirika watakuwa wamepata pia fursa ya kuuza mazao yao kupitia hili jukwaa. Na si wa hapa tu kwenye mkoa wa Tanga, hata wanaopita pia kutoka nje ya mkoa wa Tanga watakuwa tumeongeza pia nafasi ya kupata wanunuzi wa mchele. Kutoka hapa mjini Korogwe, mimi ni Martin Mhina.